Ndio kama hivyo tunajadili swala la umuhimu wa wasia. Je, wewe umeandika wasia hapo ulipo na unaona kuna umuhimu wa kufanya hivyo? Na yote haya tutapata kwa mapana na marefu kwake Jane Ngoiri na wageni wetu. Jane. Shukran sana Harith Salim. Mtazamaji, katika familia nyingi imekuwa ni furaha na bashasha ya kuwa pamoja ikiwa wahusika wakuu wangali hai. Hata hivyo, kunapotokea kifo au vifo, migogoro hushuhudiwa hasa kuhusiana na mali aliyoacha marehemu. Katika baadhi ya familia kuna watu huzuka na kudai sehemu yao ya urithi, na kwa wengine imekuwa ni kutokubaliana kuhusu mafungu waliopata. Baadhi walioenda mbele za haki huwa wameacha wasia wa maandishi au hata wa maneno, lakini mara nyingi usia huo haukubaliwi kwa 100% na wahusika. Basi wageni wetu hapa studio watajadili swala hilo la wasia na urathi. Tuko naye Terry Wachira ambaye ni mjane. Karibu sana kwenye studio zetu. Tuko na wakili Ibrahim Lithome, wakili wa sheria ya Kiislamu. Karibu sana. Na tuko na John Swaka ambaye ni wakili sheria ya familia. Karibuni sana. Nitaanza na John, wakili. Wengi watauliza wasia ni nini? Wasia ni yale mambo mwenda zake angependa yatendeke kuhusu mali yake. Na pia saa zingine wanaongezea, wanasema kwamba mwili wangu pia ningependa labda uziko hivi ama utendwe haya na yale. Kwa hivyo wasia ni kusema kwamba nitakapokufa ningependa mali yangu ipeanwe kwa njia fulani ya fulani. Kwa hivyo ni kuexpress tu ile desire ya mwenda zake kusema kwamba nikiondoka basi vitu vyangu vifanyike hivi na vile kulingana na mapenzi yangu. Na je, kuna aina tofauti ya wasia? Labda wakili Ibrahim Lithome unaweza ongezea hapo. Ni kama vile alivyosema wakili mwenzangu hapa, wasia ni stakabadhi ambayo inatoa mwelekeo baada ya mtu kufa, labda mali ama mambo kadhaa angetaka yafanywe vipi. Na wasia unaweza kuwa mbali, ni tofauti. Kwa mfano nikizungumzia kwa mtizamo wa sheria ya Kiislamu, tunaposema neno wasia ina maana mbili. Kuna maana ya kilugha, itakuwa ni mwelekezo, stakabadhi ambayo inaeleza watu, au maneno ya mdomo kama ulivyotangulia kusema, mimi baada ya kufa ningependa mambo kadhaa yafanyike. Kwa hivyo inakuwa ni mwelekeo. Lakini tunapozungumzia katika sheria ya Kiislamu, neno wasia lina maana maagizo yale anayotoa mtu yatekelezwe baada ya yeye kufa, na hasa kwa wale ambao si warithi. Kwa sababu pengine nitapata nafasi baadaye nitaeleza, kwa wale warithi tunarudi katika Qur'ani inasema nini na maelezo mengine ya mtume yanasema nini. Lakini tunapozungumzia habari ya wasia, iwa ni yule ambaye si mrithi lakini alikuwa anamtegemea yule marehemu, anaweza kupewa kitu gani. Kwa hivyo huo ndio wasia kwa maana ya sheria ya Kiislamu. Okay, hivyo basi inaweza kuwa mtu anaandika na ama kwa maneno. Naam, inaweza kuwa pia kwa maneno. Na Mteri, nitakuja kwako. Mwanzo pole kabisa kwa kumpoteza mume wako. Labda tu tuelezee, alikuwa ameandika wasia ama ilikuwa vipi? Hakuwa ameandika wasia. Aliaga miaka 2 iliyopita mwezi wa Februari, na ilifanyika tu hivyo kighafla kwenye heart attack. Kwa hivyo hakuwa amepanga mambo venye angetaka yawe hapo baadaye. Na amesema hapo jambo muhimu sana, sema ilifanyika tu ghafla, hakumepata wakati. Na wengi watauliza ni wakati gani mtu anapaswa John kuandika wasia? Nikiwa mzima ama wakati mwingine unapokuwa sasa unaanza kuhisi maradhi hivi na hivi, ama ukiwa na umri gani? Sheria ya succession inatukubalia kuandika wasia tukiwa watu wazima. Anybody more than 18 years or 18 years and above nakubaliwa kuandika wasia, because kisheria tunasema kwamba you are sound, umefika katika umri wa mtu mzima. Na haisemi kwamba lazima uwe na mali aina gani, na sio lazima usikie maradhi ama uone kama karibu nife ama sina mali kwa hivyo sitaandika. Watu wengi wanaogopa. Kwa kawaida Kiafrika nafikiri tunasema kwamba tunapoandika wasia tutakuwa tunaita kifo. So watu wengi wanaogopa, nasema hapana, wacha niandike kitu kama hiki, labda nikizeeka nikiona sasa niko tayari. Unapata kwamba sio sisi sote tutapata hiyo fursa
ya kuzeeka mpaka uone kabisa sasa siku zangu zimeisha. Vile jinsi ambavyo wamesema, pole sana. Hata taki limshika mume wake, kitu ambacho hakutarajia, hakuwa amejipanga, hakuwa tayari. Unapata kwamba leo hii vifo vyaja, ni accident, ni stray bullet, ni nini, chochote kile. Kwa hivyo sheria inasema kwamba ukiwa you of sound mind, yani akili timamu, kwa over 18 years, unaweza andika usia ukisema kwamba viatu vyangu ama kalamu zangu, vitu vyangu, shati yangu, ningependa kumwachia ndugu yangu ama mtu fulani. Ndio watu wengi wanapozungumzia wasia na pia lazima kuwe na mali, majumba, nyumba, kumbe pia viatu uwezaandikia. Chochote kile, chochote waita chako ama mali yako, unaweza andika useme hivi. Hata mwili, ningesema mwili wangu ningependa nikizikwa, basi pia nene mwili wangu for research. Ama cremate it. Ama nizikeni mali fulani. Wengine wanasema niko Amerika lakini kifa basi mnibebe mnizike Kenya. Vitu kama hivyo. Na ningependa kuongezea yale aliyosema wakili na kumuunga mkono, kwa sababu kama unavyojua kifo kiko mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Hakuna mtu anayejua wakati wake. Kwa hivyo inafaa kila mtu awe na wasia wake wakati wote. Na kama alivyosema wakili, wakati ambapo unaandika wasia ukiwa wewe ni mzima, si mgonjwa, ndio ule wasia unaonyesha kuwa wewe hukuwa na msukumo wowote. Ulikuwa hakuna msukumo wowote, si kwa sababu ya kuogopa chochote. Umeandika kwa sababu umuhimu wa wasia ni kusiwe na utesi baada ya wewe kuondoka. Na katika sheria ya Kiislamu, kwa sababu nafikiri uliniambia pia niongezee upande wa Kiislamu, tunaambiwa mtu asilale siku 3 bila ya kuandika wasia wake. Siku 3 Muislamu yote. Halafu ile masala ya kuogopa kifo, inafaa tuwakumbushe watu kifo ni haki. Ni wakati tu hatujui, lakini kuwa kila mtu atakufa, tunajua atakufa. Kwa hivyo ni wakati wowote. Kwa hivyo inafaa kila mmoja andike wasia wake wakati wowote, kwa sababu kifo kinaweza kuja wakati wowote, na umuhimu wake ni tunasema kwa kizungu disclosure, unaweka wazi mambo yalivyo. Mambo yalivyo. Itakuwa kama kuna mtu fulani alijificha mahali fulani, usingoje aje kujitokeza watu hawamjui. Andika katika wasia wako, na kuna mtu fulani pia asisahaulike, tunahusiana naye kadhaa, kuna kijiploti kiko mahali fulani hamkijui lakini kiko mahali fulani. Inakuwa hakuna utesi baada ya hapo. Na Mteri unasema kwamba hakuwa ameandika wasia. Labda tu tuelezee baada ya mlipomzika nini kilitokea baada ya hapo? Baada ya kifo chake, kwanza nilikuwa mjamzito, nilikuwa miezi kama 8. Nimebarikiwa na watoto 4 sasa. So baada ya kumzika nilikuwa married for 15 years. So of course nitaweza kujua kuwa sasa mimi na familia sio pande yangu but ya mzee tutashikana. Sasa nilipokuwa nikisubiri kupata mtoto, kwa sababu nilikuwa nimekaribia na nilikuwa nimeshajua, kwa hiyo muda wazazi wangu pande ya mzee watakuja na familia, tukae chini tuweze kupanga kesho kutakuaje, utaenda aje, mabadiliko yatakuaje. Lakini kwa hivyo sasa mimi nilikuwa nimewaamini sana, kwa sababu 15 years tumekuwa tuko kwenye relationship. Sasa pande tulikuwa na matanga, nikawa open up, hata nikawapatia magari mwenyewe, wakakuja wakachukua kwenye parking. Lakini unajua, kwa sababu najua tuko pamoja, sikuwa nimefikiria kitatendeka vingine. Wakakuwa involved, kulikuwa na title deeds, mzee alikuwa tukomenoa pande hiyo na zingine akatupatia, wakakuwa involved. Pesa zilikuwa zimechangwa za hivi na vile, ndio ziweze kusaidia hata watoto pale, kwa sababu si kwa kazi. Sasa ilipofika tumeshamzika mzee, mambo akabadilika. Ikakuwa sasa tena wakasema no, itakuwa vile mimi nafikiri kama vile kutakuwa wenyewe ndio watakuwa administrator, au ndio wenyewe watakuwa on hold of everything. Sasa kama itafika ni kugawa ama ni kusema, itatoka pande yao. Sasa ikakuwa tena mvutano hapo. Ndio tena family na kanisa na marafiki zangu wakakuwa waingilia, lakini haikuwa ilikuwa kitu ya kushangaza, kwa sababu sasa si kutarajia. Na ilishindwa kwa sababu sasa ndio mimi niko karibu kupata mtoto, watoto ndio asiko kazi, jamani tena hii ni nini. Nikakuwa ni hivyo. Wakachukua mali yote, wakachukua wenyewe, wakakatana death certificates, kwa sababu niliwapatia process ya jusingeweza, nilikuwa pia on and off mgonjwa kidogo. Wakatake hold of everything, and nikakuwa sasa ni hao watasema vile kutaenda. Ikafika mpaka mali ya nyumba, nasikia nilikuwa napata ripoti ati wamesema kuna kitu fulani inafaa iende kwa mtu fulani, ndugu fulani. Sasa nikashindwa
Sasa family ilipoingia ikakuwa kitu mbaya sana, ikakuwa si kitu mzuri hata kwa watoto, kwa sababu niko na watoto 15 years na 14 years. Ikabadilika ikakuwa kitu mbaya zaidi. Sasa tena hapo ndio ikafika sasa tukaona tutaingilia kanisa ione kama itatatua, kanisa isipotatua tujue what step to take, kwa sababu sasa nitaanza sana kama napigania mali ya bonangu. Sasa hapo ndio nilifika, nikasubiri tu kidogo niweze kupata mtoto, kwa sababu inafika mahali kuna venye uwezi fanya mengi. Kwa hiyo nikisema nifike hapo, walikuwa wameshaenda kachukua death certificate, gari moja akatransact ikakuwa kwa jina ya mzee, nikashindwa hata ilifika aje ikabadilishwa in a peak of almost after nimemzika mzee kama 6-7 months. Ikakuwa mambo mingi. Mzee alikuanga na business alikuwa ameacha, wakaanza kuleta affidavits zikisema ati kuwa waliachio shares, zingine zikaanza kusema ati mpaka ikafika mahali wakasema ati mimi mwenyewe siwezi lea watoto wangu, siko nimesober mind, so pia wanataka watoto. Ikakuwa ni mchanganyo mmoja too much. Sasa hapo ndio nikaona niende kotini, nikaadvisiwa niingie kotini nijue venye nitasaidika. Na sasa nikapata lawyer, nikaanza hiyo process. Ndio. Sasa koti iliweza kukusaidia? Sasa ni kama mwaka lakini ilifika mahali mwenyewe nikaanza kuchoka. Ujue kwamba sasa niko na shindwa ninapigania nini kilicho changu, kwa sababu akiwa hai ilikuwa ni mimi na yeye. Sasa ninarudi kupigania nini hii, na ilikuwa ikanihofisha, nikakosa nguvu. Niko na watoto mwenyewe, ninashindwa nitaanzia wapi. Sasa nikiimagine nachukua wale waliokuwa ni familia, niwapeleke kotini ndio nichukue mali, magari, title deeds, properties, ni za nini? Death certificate yenyewe wananinyima mimi, nimeolewa 15 years legally. Nikashindwa hapa ni wapi nimefika. Na nikasikia nimehuzunika sana. Wazazi wangu pamoja na familia sikuwa na nguvu, hata mwenyewe nikashindwa nitaanza wapi. Mwenyewe sasa hapa ni unajua, ukisema unaingiza lawyers, hii ni process nyingine, ina involve pesa, ina involve hela. Sasa nikashindwa hii yote nitawezaje? Sasa mwenyewe hata nilikuwa nimefika hii mwaka ikianza nikasema mimi nitaiachilia. Kwa sababu ni Mungu na yeye anatupa na yeye anajua hiyo yote ikifanyika ilikuwa kwa mkononi mwake. Nikasikia sina nguvu ya kutosha. Nikafikiria kuiachilia. Na wakili anasema na ndivyo amesema, anasema sina nguvu. Nimechoka. Na watu wengi wanafika hapo. Na labda nitakuuliza Johnson, kama nilivyosema, mume amefariki, hakuwa ameandika wasia, na wakati mwingi unapata watu wananyang'anywa mali. Watu kama hao wanaweza saidika vipi? Pia wakija kwenye nyinyi mawakili, mwataka hela inakuwa vigumu. Ni kweli, ni shida kabisa. Unapata kwamba unapoenda katika koti zetu pale mahakamani kwenye family division, utapata kuna kesi mingi sana za watu ambao either ni wasia ambao uko contested, tunasema niliachwa, sikuwekwa, ama hiyo mali which was not evenly distributed, ama ni kesi ambayo mtu alikufa bila wasia na sasa watu wakawa wanapigania ile mali. Unapata kuna watoto wake wapo, unapata kuna mke ama wake na relatives, na pia wakati mwingine unapata ni familia moja tu, ni mke wake na watoto, ama ni watoto wenyewe kati ya wenyewe, ni relatives na friends. Kwa hivyo unapata kwamba jinsi alivyo wakili mwenzangu hapo Ibrahim alivyosema, the reason why tunaandika wasia ni ku avoid tetezi kama hizo. Na kwa mfano nitakatiza tu, kwa mfano hajaandika, kwa mfano kama Terry anavyosema, akona uwezo wa kustaki ile familia. Ndio. Ana uwezo wa kustaki ile familia, maana yeye katika sheria ya succession cap 160 inasema kwamba yeye ni mrithi, he's a dependent to the husband. So ikiwa wale watu watakuja waanze collect documents na vitu wakubalisha kwa jina lake, yeye anaenda kotini na file, hakuna wosia, lakini sheria inakubali, tunaita intestate succession, ile ambapo hakuna wosia. Kama kuna wosia tunaita testate succession. Sasa una file, kuna documents utafile, useme mimi na mwenda zake tulikuwa mume na mke, death certificate ndio hii, ile mali tulikuwa nayo ndio hii, wale witnesses. Na kama anavyosema ile death certificate hakupewa, waliichukua. Nafikiri ningependa kuongeza na kuunga mkono wakili mwenzangu, sheria iko wazi kabisa. Kuwe na wasia, yani kukiwa na wasia ndio vizuri zaidi, kwa sababu itaweka mambo wazi. Lakini haina maana kuwa kama hakuna wasia haki ipotee. Na kama mke ni katika warithi wa mume.
Kwa hivyo hapa, mama, pole sana, na kusema kuwa umeshindwa nguvu, usishindwe nguvu, kwa sababu sheria ndio nguvu ya asiye na nguvu. Katika haki hakuna mkubwa ama mdogo. Sheria iko kukusaidia mtu kama wewe. Kwa hivyo wewe usikate tamaa. Na kama ulivyosema, labda matatizo ni kwetu sisi mawakili, ukienda kwao wanahitaji pesa nyingi. Lakini nafikiri pia kuna mawakili wako tayari kufanya kazi vile inavyoitwa pro bono, kusaidia. Na pia kuna vyama pia vinavyosaidia, kama chama cha mawakili wa kike kinasaidia FIDA, wanaweza kukusaidia ikiwa huna uwezo. Kwa hivyo mimi wasia wangu ni kuwa, yani wasia sio wasia kama ule wa wasia, ni kuwa usikufe moyo. Turudi sasa katika sheria ya Kiislamu, swala kama hili. Na kabla ya hapo ningependa kuongeza kitu kingine. Umesema kuwa waliweza kubadilisha stakabadhi za kumiliki gari fulani. Wakili atakwambia kuwa hicho ni kinyume cha sheria, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kuweka sahihi kwa niaba ya mwenye mali bila ya kupata kitu ambacho kinaitwa grant, kupewa uwezo na mahakama. Ikiwa wamefanya hivyo, nafikiri wakili utaniunga mkono, ni kinyume cha sheria. Kuna form lazima wajaze ili mtu apewe uwezo, awe ni administrator, apewe grant na mahakama kuu, high court peke yake aweze kufanya hivyo. Tukirudi upande wa sheria ya Kiislamu, uwe umeandika wasia ama hujaandika wasia, haki ya kila mmoja inajulikana. Na warithi wanajulikana. Kwa mfano, kama ingekuwa ni sheria ya Kiislamu, moja kwa moja ningekwambia wewe una thumuni moja, 1/8 ni yako. Kisha mama ana haki yake, baba ana haki yake kama wako hai, ndugu ana haki zao. Lakini ikiwa una watoto, ndugu hawana haki yoyote, na kila mtoto haki yake iko, mpaka yule mtoto ambaye hajazaliwa huwa fungu lake liko. Kwa hivyo wasia katika sheria ya Kiislamu huwa si wasia wa kugawanya mali, ni wasia wa kuweka mambo wazi. Kisha kwa wale ambao si warithi, na ilitokea katika kesi ya aliyekuwa PC akafa, alikuwa anaitwa Chelanga, ikawa sasa kuna wale ambao si warithi wake lakini walikuwa wanamtegemea. Kwa hivyo hapo anapewa wasia, lakini isipite thuluthi moja. Kwa hivyo kwa ufupi, haki ya kila mmoja, fungu la kila mmoja liko wazi. Uwe na wasia ama usiwe na wasia, lakini narudi pale pale alivyosema wakili mwenzangu, wasia unasaidia kusiwe na utesi na kuweka mambo wazi. Na sasa kwa mfano kwa Terry, anasema umekuwa zaidi ya mwaka mmoja, amekuwa akienda mahakamani akifanya hivi. Sasa kwa mfano yeye kama kiamua sasa anataka kufuatilia ile mali, anzie wapi? Manake pia unaweza hofia ukapata wakili mwingine akakupeleka hivyo hivyo, na unapata wakati mwingine ile familia pia yatumia pesa kumhonga yule wakili. Umwacheka mwenyewe, ni jambo ambalo linafanyika. Jinsi wakili Ibrahim amesema, na Mungu mkono kabisa, kwamba mama usichoke. Kesi ambazo tuko nazo kwenye mahakama zetu, kuna wakati mwingi hatuwezi determine zitaisha lini ama zitaendeshwa kivipi, lakini kila ambacho naweza mwashua ni kwamba anaweza pata haki kupitia kwa sheria pale mahakamani. Mahakama, jinsi wakili amesema kwamba sheria ni ya wanyonge, ni wenye nguvu, kila mtu. Sheria protects all of us. We have equal protection of the law. Kwa hivyo unapata kwamba ndio anapoanza peke yake atahisi uchovu na nini, lakini afuatilie kitu ambacho anapaswa kufanya, ama kitu ambacho tayari ameanza kufanya by going to court, ni kueleza mahakama uhusiano wake na yule mwenda zake. Kisha kuonyesha ni nini na nini walipata pamoja, na kuonyesha nani aligeuza nini kupitia kwa njia gani. Hiyo imetosha, because hiyo ni fraud, hiyo ni ukora, hiyo ni uwizi. Na kuna sheria, hata ukienda kwa polisi leo hii ukishtaki kwamba mtu amegeuza mali kutoka kwa jina la mzee wangu kwa jina lake bila kufuata sheria, that is forgery, na mtu kama huyo atakamatwa. Sio lazima hata succession court ikusikize ama ipeane orders ama directives, lakini ile court ina nguvu ya kuona uhusiano wake, na ina nguvu ya kuorder kwamba vitu ambavyo vilikuwa vya mke wake, vya mume wake na yeye mwenyewe, jinsi ambavyo vitagawanywa hivi kwamba watoto na yeye wasikose hata kitu kidogo. Ndio. Ndakuja kwako Terry Wachira, unasema kwamba walikunyang'anya kila kitu. Hiyo mali unasema mlipata pamoja, mlikuwa mmeandika majina yenu mawili ama ilikuwa ya mume peke yake?
Ilikuwa ya mume peke yake. Aha. Ni swala ambalo wakili wengi wanauliza. Kama ulivyosema hapo awali, amesema ilikuwa ya mume, lakini wamefunga ndoa, wamekuwa wameoana. Atadhibitisha vipi kwamba sasa hiyo mali walipata, yeye anapaswa kupata ile mali? Kwa kawaida tunakuwa na mali ambayo tunaita matrimonial. Hivi ni vitu ambavyo vipatikana pale kwenye ndoa na vimepatikana kwa mchango wa mume na mke, na kwa mara mingi ama kwa hikma vinapaswa kuandikwa kwa majina ya mke na mume, mke na mke na mume. Lakini saa zingine watu wanaelewana tofauti. Unasema andika kwa jina lako ama kwa jina langu. Lakini unapata kwamba wakati maafa yanatokea, inakuwa ni shida sana kudhibitisha kwamba ile mali kwamba mlipata nyote pamoja. Unapata kwamba relatives wanakuja wanasema hii ni mali ya mtoto wetu. Amekufa, unaona kwa jina lake. Wewe umekuja kutunyonya, umekuja kutunyang'anya vitu. Ile hali ni mambo ambayo mlichangia. Lakini hata kama imeandikwa katika jina la mume ambao ametoweka, sheria ina recognize matrimonial property. Hivi ni vitu ambavyo vilipatikana katika ile ndoa. Huyu mama ama mtu mwingine yule yoyote anapaswa, kama kuna uhusia jinsi nilivyosema, anapaswa kuenda mahakamani na kusema mali hii ndio ile ambayo mwenda zake amewacha. Ndio tulipata kwa jina zetu, tulipata kwa mchango wetu wote, lakini imeandikwa kwa jina lake. Tungependa mali hii to revert back to me, katika hali ya urithi na watoto na wale watu ambao utakuwa labda umeandika katika ile list ya dependents, wale watu ambao wanapaswa kumrithi yule mwenda zake. Ikiwa wosia umeandikwa, itakuwa rahisi sana. Maana katika wosia wa yule mfu ama mwenda zake utapata kwamba ameandika tuna shamba fulani, mali fulani limeandikwa kwa jina langu, lakini ni letu sote pamoja na mke wangu, ningependa mke wangu aendelee nayo nini na nini, vitu kama hivyo, ama mume wangu vile vile. Wosia unapata kwamba ikiwa vitu hivyo vimenakiliwa na vimeandikwa vizuri, basi hakutakuwa na tetesi hata moja. Na ningependa kuzungumzia kuhusu swala la kutayarisha wasia. Maana tunazungumza kuhusu wasia. Je, napaswa kuandika nini? Na kunakuwa na shahidi na inakuwa vipi? Wakili. Na kama tulivyotangulia kusema, umuhimu wa wasia ni kuweka mambo wazi. Sasa kwa mfano ndasema mimi Jane Ngoiri, majina yako kamili lazima na pale. Sheria imeweka wazi kabisa ule mfumo ambao unafaa kufuatwa katika kuandika ule wasia. Na utaona kuwa jina la yule ambaye anarithiwa ama mwenye kuandika wasia tunamuita author. Lazima yeye jina lake liwe pale wazi, na kama ni nambari yake ya kitambulisho cha taifa kiwe pale. Kisha ataandika pale mambo yale yote ambayo anataka kuweka wazi kwa lugha ambayo inafahamika vizuri. Unajua kuna lugha nyingine inaweza kuwa na maana zaidi ya moja. Kwa hivyo iwe ni lugha ambayo iko wazi zaidi. Kwa hivyo tunasema hapa aweze kubainisha. Manake umezungumzia lugha tu nikatize. Kwa sheria wakati mwingine imeandika I shall. Unajua mambo yanachanganya mtu sana. Utaona kuwa ni vizuri kuandika kwa lugha ambayo inafahamika, isiweze kuchanganya watu. Kama kwa mfano unataka kubainisha kuhusu mahali fulani, andika kwa ukamilifu. Ploti iko mahali fulani, namba kadhaa na kiasi ukubwa wake ni kadhaa. Mtu fulani, andika majina yake kamili, ajulikane fulani na uhusiano na yeye kuwa ni mtoto wangu au ni mke wangu au ni mtalaka wangu, ama ni iandike waziwazi, kila kitu kiwe wazi pale pale. Na ushahidi ni muhimu. Sababu ya sheria kuweka ushahidi ni kwa sababu wanadamu ni wanadamu, wataanza kubishana. Kuwa kuna mashahidi itakuwa ni rahisi zaidi. Haina maana kuwa wasia hautambuliwi kama huna ushahidi, lakini ni muhimu kuwe na ushahidi ili kuondoa ule utata. Na ukizungumzia kuhusu mashahidi wako pale, nikiandika ama nitawapa? Sasa shahidi, tunapozungumzia neno shahidi, unashuhudia kitu gani? Mtu anashuhudia jambo ambalo analijua. Kwa hivyo ni lazima ule shahidi kwanza awe pale kusema kuwa hii sahihi ni ya mtu fulani. Na kabla ya hapo, maneno yaliyoandikwa hapa nimeyafahamu na nimeshuhudia akiweka sahihi, ili aweze kusaidia. Bila hivyo atakuwa hawezi kutusaidia. Lakini kabla ya hapo, ningependa kurudi nyuma kidogo kwa lile ambalo wakili alikuwa anajibu hapa kuhusu dada yetu hapa na yale yaliyomkumba. Swali ambalo tunauliza ni hili. Kwanza, wanabisha kuwa ni mke. Ikiwa wanakubali kuwa ni mke wake, swali ni hili.
hata kama mali imeandikwa kwa jina la mume, haikuandikwa kwa jina lake, jina lake haliko pale. Swali ni hili, ana haki katika mali ya mke wake, mume wake ama hana? Na kinyume chake ni pia ni mke amekufa, mume ana haki katika mali ya mume wake ama hana? Utaona iwe ni sheria ya Kiislamu ama sheria nyingine ya nchi inasema mke ana haki ya mali. Takatiza tu kidogo wakili, tuweze tukapokea simu. Hello Damaris, unapiga simu kutoka wapi? Sema nasi. Hello, Endelea Damaris, tunakupata. napiga simu kutoka Lakisama, Kasarani. Sasa mimi niko na shida. Mzee wangu alifariki 3 years ago. Alafu akawa alikuwa na deni ya my uncle. Sasa huyu uncle yetu amechukua title deed ya shamba letu. Tumejaribu kumuita tujadiliane na yeye, lakini amekataa. Hataki kucooperate. Sasa nilikuwa nauliza hivi. Is it okay if we go ahead and sue him for the fraud of the title deed? I need guidance on that. Naam, shukran sana Damaris. Bila shaka mawakili hapo wataweza kuzungumzia swala hilo. Unaweza malizia Ibrahim ulivyokuwa unasema, alafu tumjibu Damaris. Aya, nilikuwa nasema hapa, iwe mali imeandikwa, waliochuma pamoja imeandikwa kwa majina mawili ama jina moja. Swali ni hili, je, mke ana haki katika mali ya mume wake? Jawabu ni kuwa ana haki. Watoto wana haki katika mali ya baba yao ama hawana? Wanayo. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo linafaa watu wafahamu kabisa. Madamu ni mke wake, iwe mali imeandikwa kwa majina yao wote wawili au kwa jina la mume peke yake, mke ana haki katika mali ya mume wake. Sasa kidogo turudi upande wa sheria ya Kiislamu kuhusu mali ya ndoa ambao ameita hapa matrimonial property. Tunasema kwanza, kabla ya watu kuoana, kila mmoja ana chake, hata kama ni hiyo shati moja ama rinda moja, ni mali yake. Mali ya hakuna kuingiliana, na wala umiliki wa mali hauathiriwi na ndoa. Mali yako kabla haujaolewa na baada ya kuolewa ni yako. Sasa kuna kile ambacho watu wanachuma pamoja, hicho pia kila mmoja ana hisa yake, iwe imeandikwa ama haikuandikwa, lakini kila mmoja itaangaliwa mchango wake. Na tuna ule mchango ambao tunaita mchango wa moja kwa moja, direct, ama indirect, kwa sababu mimi naweza kusema mimi ndio naofanya kazi. Taibu, wewe unafanya kazi na nyumbani nani alikuwa akiangalia watoto ili wewe upate nafasi ya kwenda kufanya kazi? Kwa hivyo mke ana mchango katika hilo. Kwa hivyo hiyo inatakiwa iwekewe wazi kabisa, iwe imeandikwa kwa majina ya wote wawili ama haikuandikwa, kila mmoja ana haki katika mali ya mwenzake kwa mujibu wa sheria ya urithi. Halafu kuna hili, ningependa kwanza wakili akamjibu yule ambaye anasema ako na deni. Mumewe alifariki, Alisema kwamba mume alifariki na alikuwa na deni ya mjomba. Na mjomba amefika pale amechukua title deed, afanyeje? Okay, kwa hakika unapo fanya mambo ya urithi, tunarithi pia assets na liabilities. Yani tunapoandika for example kama kukuwa na wosia, unapo file kesi ya kupewa letters of administration, tuna list ile mali aliwacha ndio hii, ile mali, ile deni aliwacha ndio hii. Sasa hivi kwamba koti itatupa mamlaka ama nguvu ya kulipa vile madeni kupitia kwa mali ya mfu. So the liabilities are paid from the estate of the deceased. Lakini kama sasa lakini si kwamba kuja kumnyang'anya huyu. Na kama sasa atamnyang'anya afanyaje? Hiyo ni makosa. Hiyo ni jinsi nimesema, asijipambane kwenda kwa koti ya succession na niende kwa polisi aseme nimenyang'anywa mali yangu na mtu ambaye simfahamu ama namfahamu, ni mjomba wangu lakini sina deni naye. Haya basi, mtazamaji, tuendelee na mada yetu ya leo. Tunazungumzia kuhusu wasia. Lakini Terry, unasema umechoka, give up. Ulianza upya maisha yako au vipi? Na kuna wakati ulisema nyumba pia ulikuwa unasema nakujia vitu. Hiyo nyumba waliichukua pia? Nilitoka sasa nikarudi kwa mama, lakini ndio sasa ninajiinua kwa sababu nilipokuambia hapo mbeleni si kwa kazi. Sasa mambo ya kotini ilipofika hapo na mambo ikakuwa venye iko, niko na watoto 4 nilikwambia. Sasa ndio najaribu kujiinua venye ninaweza kwa biashara ndogo ndogo zile naweza, na sasa
acha niseme hapo ndio niko. Kwa sababu sasa kuna vile ndio nifike kuamua sitaki kufuatana na kotini, ni unafika mahali unaona ni mahitaji mengine inakuhusu wewe tena uingilie. Na tena ukiangalia sasa, kama nilikuwa nasema, kama mali hii niliachiwa, tuseme haingechukuliwa ama haingeingiliwa, hata kama maisha yangu ingebadilika sana vile. Kuna venye ningebaki nikijipanga, niseme baby, kwa hii nitafanya hivi, lakini sasa ni kama nilianza upya, ni kama si exist, ni kama unaanza kitu haikuwa lakini ilikuwa. Unaelewa? Na watoto sasa uliwaelezea nini kulipokuwa na mgogoro? Watoto kwanza niliwabadilisha wakaenda boarding school, kwa sababu mmoja alikuwa anakalia class 8, kulikuwa na class 7, sasa niko na candidate, na hawa wawili ni wakubwa, kwa hivyo wanajua nini endelea, na walijua mali baba waliacha, na walikuwa wamewekwa kwa ile maisha, sasa walikuwa already wanajua. So ikabidi sasa tukae chini tuongee, kwa sababu sasa pia mtoto I think alipoingia pale, sasa tukawasiliana, tukaona kwa sababu tuwezi kama mahali hapa tukivutana, kwanza tujaribu kurudi pale tuone venye tutaanza. Hata wenyewe wanauliza gari za baba ziko wapi, mali ya baba iko wapi, kwa nini tuko hapa? Kwa sababu hata kama ni miaka 2, it's a very short time for so much change ikuwe hivyo. Sasa hata wao waliuliza, nikawajibu venye ningewajibu, na pali tuko ni tunajaribu, na ndio nikafika mimi mwenyewe nikaamua mambo ya kotini inanivuta, kwa sababu utapata kuona unafuatia ile mali, kama unasema magari already imebadilishwa kwa jinao, tena hiyo sio tosha, maybe wanaendesha gari zile. Sasa hata ikifika useme utapata ile gari na uko kotini, na tuseme iende miaka 10, miaka 5, jamani, ni gari gani ile unafuatia? Na je, usalama wako kuna wakati ulihofia? Walihofia, hiyo ndio ilifanya nikaondoka, kwa sababu ilifika mahali ikakuwa ni threatening pia, kwa sababu sasa ilikuwa ni kama, sinakwambia, ilikuwa ni kama fujo, na ikafika mahali mimi nikaogopa, nikadhani wale watu wanaweza nitendea kitu fulani, kwa sababu hata kwa muda mrefu hivi nilikuwa nasikia kama nafuatwa, na nikaripoti Kasarani, nikasema nasikia nafuatwa, naandikiwa hizo text messages, napigiwa usiku, katikati usiku, naambiwa niache kufanya vile nafanya kwa sababu nitalipia. Nilienda Kasarani nikaripoti, nikasema hii na hii na hii natendeka, nikaongea na familia, ikakuwa ni among hizo reasons zilifanya niweze kutoka kule. At least unajua nikiwa pande ya mama na tuko pale tunaweza kuona venye tutafanya. Kwa hivyo pia mimi hata saa nyingine nasikianga bado niko threatened, kwa sababu kuna uoga, niko na ile uoga, na saa nyingine unapata kuona, unapata hizi vitisho, unapata kuambiwa, then ukikaa kama kuna hii company inasema nafuatia, unasikia naambiwa ati nafuatia vitu zile zinusu, kwa nini? Kashindwa. Yeah. Na ni swali ambalo wakili ningependa kuuliza, maana napata mara nyingi unajaribu kufuatilia lakini unatumiwa zile vitisho. Hakuna sheria kwani? Lakini kwanza tupokee simu. Hello Martin. Hello Martin. Ni kama tumpati. Kabisa, mambo ya kutishiana ni mambo ambayo utakosa in dating society, lakini kuna sheria, na haswa in our jurisdiction hapa tunaambiwa kwamba ikiwa mambo yako mbele ya mahakama, hakuna mtu ana ruhusa ama haki ya kumtisha ama kumdhulumu mwenzake, because mambo yako mbele ya mahakama itaamua, vyovyote itaamua. Kwa hivyo mupeane hiyo process sub chance pale kotini, hivi kwamba iamuliwe hivi ama vile, lakini kumtishia mwenzako na nini ni kinyume cha sheria. Again, unapotishia mtu unakubaliwa kwenda kotini, kwenda kwa polisi na kushtaki, na polisi wafanye investigations, kama ni SMS, kama ni call, watafuatilia. Na hata pale kotini kule ambako hiyo kesi imefailiwa, una haki ya kuambia judge, kabla hajaendelea, kuna vitisho napokea kuhusu kesi hii na inatoka kwa hawa wapinzani wangu. The court will admonish them. Itaacha tu hivyo. Na tukizungumzia swala la kutayarisha wasia, kuna wakati mwingine unapata mtu anaandika wasia, anafariki. Inapokuja kwa wakati wa kuisoma, watu wanasema hii haifai hata kisheria. Ni mambo gani amekosea? Na mambo mtu hapaswi kukosea kabisa. Kubaliana na wakili mwenzangu Ibrahim alivyosema kwamba mambo ya witnesses is very important. Ushahidi ni yule ambaye kama ni mambo ya kama ni oral will
Oral will ni ile ya kutamka na ya maneno. Ina masharti yake. Lazima kifo kifanyike within 3 months. Isipofanyika basi hiyo imeisha. If you want to renew, you renew it, but 3 months. Shahidi lazima awe pale, wawili wamesikia, na ikiwa hawataelewana kwa yale mambo walisikiza, sheria inasema basi mwingine watatu wachipuke a confirm either A or B. Lakini unapoangalia written will iko na mambo yake. Lazima jinsi alivyosema jina la the testator lionekane wazi, kisha mali. Na nilishati kusema kwamba ulivyosema saa zingine ni very complicated kusoma. A will does not need to be complicated. One, will wasia unaandikwa na wewe mwenyewe, wasia unaandikwa na wakili. Wakili labda ataongeza mambo ya kisheria hapa na pale, lakini ukitaka kuwe simple and brief inaweza kuwa. Na wewe mwenyewe unapojiandikia, you can equally be brief or what do we call it? Yeleweke. Maana the intention ya kuandika wasia si kucomplicate vitu. In fact, intention yake ni kufanya vitu kwa vile rahisi. Sasa unaposema hii wasia ni ya mtu fulani, ni yangu, mali yangu ni 1 2 3 4. Mali number 1 ni television Sony 15 inches, ningependa ipewe my son named villages alivyosema, taja jina. Okay? Kama ni Ibrahim Akasha, John Swaka, your name, andika. Na kama wana ID sema of ID number. Ndio mtu asije akasema ana watoto wawili wanafanana majina labda. Okay. Ya pili ni hii, kuna shamba mali fulani alivyosema, disclosure. Disclose in your will. Because wakati mwingine mume na mke mnaweza kuwa naishi wanakaa pamoja, lakini kuna wakati kuna investments zingine labda watu hawajui. Sema nina pesa kwa Swiss account, na pesa nje nchi, sema hivyo vitu vyote kwa will yako. Kisha sema ni nani ungependa afanye nini. Baada hayo appoint executor. Mtu ambaye sasa atahakikisha kwamba yale mambo ambayo umesema kwenye hiyo wosia yametimika. Huyo ndio atachukua, atapeleka kotini, itakubalika na koti, itakuwa court order, ataenda distribute hizo vitu kwa wale watu ambao wametajwa pale kwenye wasia. Na kidogo tu nikatize, tuna simu tena. Hello Abdi. Hello, habari yako? Mzuri, habari yako? Mzuri. Na mchangia katika mada yetu ya leo. Nilikuwa nataka kumuuliza Sheikh Ibrahim. Mimi ni Muislamu, nimeingia katika Uislamu. Jamii yangu wote ni Wakristo. Na sasa itakuwa vipi, ndaandika namna gani wasia kwa ajili dini yetu ya Kiislamu inasema kwa kuwa mzazi ana haki katika wasia, katika mali ya mtoto wake. Na mimi na wazazi wangu wote ni Wakristo, na nimeoa mke ambaye ni Mkristo nikamwingiza katika Uislamu. Sasa wasia wangu utakuwa namna gani? Tafadhali naomba nijibiwe na Sheikh tafadhali. Haya, tutajibiwa. Asante sana. Naam, ukimalizia tu, kuna jambo umesema hapo, ukishaandika unampatia mtu, anapatia kwa watu kama ni wakili. Nilitaka kuuliza, kwa mfano nimeandika wasia, watu wangapi wanapaswa kuwa nayo? Okay, wasia. Ndio wakati mwingine unaandika ni wewe John, ninapofariki wewe unanyamaza tu. Ni kweli kabisa. Wasia, sheria isemi ni watu wangapi unapaswa kupea juu yako, lakini sana sana wasia usiposema kule iko tena itajulikana, sio? Ukichukua ukiandika wasia weke chini ya kitanda ama weke mahali ambapo itapatikana, you as good as somebody who died without a will. You understand? Mara mingi kama wakili amekuandikia, chagua wakili ambaye atakuwekea. Kuna wengine waweka kwenye benki, lakini ikiwa unajua executor ni nani, washahidi ni nani, tukio hilo linapofanyika hawa watu wanajitokeza, unasema kulikuwa na wasia na copy, kuna shahidi na copy, labda executor na copy, nani na nani, they agree on the terms, then process inaanza. Kwa hivyo ni vizuri watu kadha at least wakuwe aware of yale mambo ambayo umesema na umeweka wapi. Na ningependa tumjibu Abdi. Sheikh Ibrahim anasema kwamba yeye ni mzaliwa Mkristo lakini akaslimika akawa Muislamu, na anasema familia jamaa wengine ni Wakristo, na angependa kuandika ile wasia yake lakini sana shindwa. Abdi, tashukuru kwa swali lako, lakini ni rahisi sana na ni muhimu sana kwanza kwa mtu kama yeye kuandika wasia.
Kitu cha kwanza ni lazima aeleze personal law yake ama sheria yake itakomsimamia baada ya kufa ni ipi, kwa sababu kuna watu wengine labda si Waislamu katika jamii yake, kama alivyosema, wanaweza kubishana alikuwa si Muislamu ama si Muislamu. Kwa hivyo wasia wake, kitu cha kwanza ni kusema mimi ni Muislamu na ningependa urithi wangu ufanyike kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu. Hilo linatosha peke yake kuwa yeye ni Muislamu na yale mengine yatafuata. Halafu kama vile tulivyotangulia kusema tangu mwanzo wa kipindi, disclosure, kama kuna mambo ambayo yamefichika na angependa yajulikane, aeleze waziwazi. Sasa tuje katika swala hili la mzazi ambaye si Muislamu. Na nashukuru kuwa kuna hata case law, na wakili anajua kuwa case law ni muhimu sana, inarejelewa hata mahakamani kama ushahidi. Kulitokea jambo kama hili na kukawa na swala kama hili likaamuliwa hivi. Kuna hiyo kesi ambayo nimetaja hapa ya Chelanga, ilikuwa ni hivyo hivyo. Kulikuwa na mzazi ambaye alikuwa si Muislamu. Kwa hivyo ile masala ya kurithi haingewezekana. Ikawa katika wasia sasa, na ndio namshauri Abdi aandike kwa wasia kuwa angependa mama yake apate kile ambacho kinaitwa sasa wasia wa sheria ya Kiislamu. Katika fiqh ya Kiislamu, Islamic jurisprudence, wasia katika kiwango cha thuluthi moja, 1/3, unaweza kumpa mtu mwingine yoyote ambaye alikuwa na kutegemea lakini yeye si mrithi. Kwa hivyo atapewa hiyo. Kwa hivyo anafaa aandike kuwa mzazi wangu fulani si Muislamu, kwa hivyo hawezi kunirithi kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu, lakini sheria ya Kiislamu imenipa uwezo wa kumpa. Kwa hivyo ampe katika hiyo, amepewa nafasi ya thuluthi moja na zaidi ya thuluthi moja kwa idhini ya wale warithi wengine. Kwa hivyo iko wazi, lakini Abdi, ni muhimu sana usilale siku 3 bila ya kuandika huo wasia, and especially kuhusu dini, kubainisha ni personal law gani ambao wewe inakuhusu, ni muhimu sana. Na kuna yule alikuwa ameuliza kwamba yeye hajajaliwa kuwa na mtoto, anasema andike wasia ya nini? Sasa kweni hana warithi, hana watu wengine, hana jamaa, imekuwa peke yake. Na nashukuru katika tweet ambazo zimekuja hapa, ameambiwa mwandikie mamako, mwandikie na watu wengine na jamaa wengine. Naam. Kwa hivyo kuna jamaa, si lazima, sijui kwa nini watu wanafikiria tu mrithi wako ni mtoto peke yake. Hata jamaa zako pia. Kwani itakuwa wewe ulitoka juu kama umeanguka tu kutoka mtini, huna hata mti, huwa tunda likianguka lina mti. Lina asili yake. Naam, wakili John, mara nyingi tunaona mtu anapofariki kuna watu ambao wanajitokeza. Mmeweza kuona watu mashuhuri, mtu mashuhuri anafariki, watu wanajitokeza. Je, watu kama hao watafaidika vipi na wasia? Lakini kwanza tupokee simu. Hello, Steven. Hello. Naam, uliza swali lako, uchangia katika mada yetu ya leo. Mimi naomba tu nisaidiwe. Swala langu ni hili. Babangu alikufa. Sasa nimejaribu kutengeneza documents zote. Nimefika fasi na wanataka nitengeneze barua ya letter of administration. Sasa naomba nisaidiwe vipi? Hatuna hela, mama ana uwezo. Niko na mama peke yangu. Naam, shukrani sana Steven. Bila shaka wakili ataweza hukujibu. Tukiendelea, alafu utamjibu. Turejelee pale comment. Mtu amefariki lakini kuna wale ambao wanajitokeza. Hao watafaidika vipi? Mtu anasema mimi nilikuwa mtoto wa mwenda zake. Ni kweli ni jambo ambalo limekithiri sana kwenye society yetu hivi sasa. We've seen it political circles na kila mahali pengine. Lakini that's what tunasema kwamba unapokuwa na wasia, jinsi wakili Ibrahim amesema, inakusaidia hata kufanya disclosure. In the sense that kuna mambo ambayo wewe mwenyewe unayafahamu. Labda unajua nina mtoto mahali pengine, nina mtu fulani mahali pengine. Wasia inakubalia kuandika chochote kwamba mimi ningependa kupeana mali hii kwa mtu fulani. In the West, hata mtu anaandikia paka, anasema paka yangu ichukue kitu fulani. Lakini sasa hapa Afrika, Kenya, watu waandiki. Lakini sasa hapa unaona mtu amejitokeza tu. Sasa tungeweza kuandika inge cover all those people. Ikiwa ni watu ambao wako na ni watu genuine, unajua ni watu genuine, unaandika. Lakini sasa kama wapo, inakuwa ngumu sana for those kind of people kushughulikiwa. So lazima tuingie katika hali ya kuprove whether they were dependents or not. Huyu kweli alikuwa ni mtoto wake ama si mtoto wake. Huyu alikuwa ni, ikiwa ni ndoa customary tena narudi kwa hali ya ndoa.
you have to check in the law. Kwa maana statutory marriage ambayo imefanyika kanisani ama kwa attorney general, hiyo inasema hakuna mke mwingine anaweza kurithi, ni huyo tu hadi either divorce or something happens. Lakini mtoto yote ambaye amezaliwa hata nje na ni mtoto wako, huyo ni mrithi wako. Sasa unapata kwamba sasa hapo ikiwa ni wake ambao utakuwa na chipuka anasema mimi ni mke wake pia, lazima tena sheria iangalie ni ndoa gani hii ambayo mwenda zake alikuwa amecontract, ndio tuone kama hao wengine wana qualify kama warithi. So ikiwa ni customary marriage ambayo alikuwa nayo, then wale wengine ambao waliolewa baada ya hapo wanakuwa pia ni wives for the purpose of inheritance, wanakubaliwa kuja kuwa warithi. Sasa ikiwa itabanika kwamba hao ni wake pia ama hao ni watoto pia na ni warithi, ile will ambayo ilikuwa imeandikwa, ile wasia ambayo ilikuwa imeandikwa without including them will be invalidated. Itamaanisha kwamba haiwezi ikafanya kazi tena, maana mrithi hawezi akanyimwa urithi. Sheria inasema katika the law of succession cap 160. Na ningependa tumjibu Steven. Alikuwa amesema kwamba amempoteza babake na hawana hela na wanaambiwa waandike ile letter of administration. Nafikiri ni jambo rahisi sana, linajulikana. Yeye kama hana uwezo wa kwenda kwa wakili, aende tu katika registry ya high court yoyote mahala popote, atapewa zile forms, hizo stakabadhi za kwenda kujaza. Halafu atakwenda kwa chief kushtaki kifo. Actually lugha ambayo inatumika kule mtaani ni kusema kushtaki kifo. Akisema tu nataka kushtaki kifo, aende kwa registry ya high court, atapewa hizo form. Halafu amtafute mtu labda amsaidie. Hata pale mahakamani anaweza kusema sina wakili, nataka kusaidiwa hapa kujaza. Labda mahali hela zitahitajika kwa sababu pale kuna mambo ya commissioning, kuna muhuri wa nini anaitwaje, commissioner of oath inahitajika pale. Labda hiyo ndio peke yake na si hela nyingi, itakuwa ni hela kidogo. Kwa hivyo anaweza kujisimamia mwenyewe. Halafu tuna kituo cha sheria pia. Nafikiri kituo cha sheria kinatoa ushauri wa bure. Kituo cha sheria kuna clear trust. Kuna lawyers. Kwa hivyo kuna taasisi. Anaweza pata usaidizi. Kama Waislamu pia akija pale Jamia anaweza pia kupewa ushauri wa bure pale hivi. Kwa hivyo anaweza kusaidika pale. Sijui kama tuna nafasi niongeze yale aliyozungumzia kuhusu kuwa unaweza kuandika chochote unachotaka katika wasia na kumwachia yeyote unayemtaka. Sasa hiyo katika Waislamu hakuna hiyo nafasi. Huwezi kuandikia unayemtaka. Kuna sababu 3 tu za mtu kurithi. Hata huyu atakayejitokeza kuna sababu 3 tu. Aonyeshe moja katika hizi sababu 3 atarithi. Moja, nasaba ya kidamu, blood relationship. Pili, marital relationship, kuwe na uhusiano wa kindoa. Ya 3 kuwe na uhusiano wa ile tunaita guardianship, wilaya. Kwa sheria ya Kiislamu tunaita wilaya. Kama hakuna moja katika hizi sababu 3, hata ujitokeze wapi, itakuwa huwezi kupata nafasi, huwezi kukubaliwa. Halafu ulitangulia kwa kusema tunaona watu wenye nafasi zao wakifa, watu wanajitokeza. Kwa nini watu maskini wakifa hakuna watu wanajitokeza? Kwa hivyo inaonekana ni tamaa ya mali tu hapa. Tamaa ya mali. Na siku zote mlikuwa wapi? Huyu mtu yuko hai, siku zote mlikuwa wapi? Lakini utaona ni watu mashuhuri ambao hupata watu wengi sana wa kujitokeza. Lakini wajua kama ulipokuwa hai ulikuwa unazungumza nami. Sasa umeondoka. Wajua ulipokuwa hai tulikuwa na ile uhusiano yetu hajambia mtu. Lakini sasa umeondoka sasa. Huko umenitambulisha kwa watu wengine. Sasa utakaa hivyo bila kutambuliwa. Lakini kama nilivyosema katika sheria ya Kiislamu, bora uonyeshe hizo uhusiano huo sehemu 3. Kama una uhusiano mmoja katika ya hayo 3 utapata. Tukimalizia tu Terry, ambaye umepitia hayo, labda tuelezee umejifunza nini, na kwa watazamaji ambao wako pale nyumbani na labda mtu amempoteza mume wake anashindwa afanyaje, utamweleza nini? Ya kwanza ningesema kama hivyo tunasema wasia ni kitu muhimu sana, kwa sababu kama ningekuwa nayo sasa maybe haya yote singepitia. Ya pili ningesema kuwa kuna wengi pale wamepoteza wanaume wao, na ningesema kuwa jaribu vile ungeweza ujisaidie, kwa sababu kama mimi hapa nimefika, hata tukiweka kesi ya kotini kando, wasia tu kuandika, lazima wale watoto nitalea. Na saa ingine nimefika mahali nikaona hata saa ingine aliko kwa mkononi mwetu ni Mungu.
Mungu naye anakuja anatengeneza maneno, kwa sababu ni miaka 2 sasa na niko pale, watoto wako shule, na ningetaka tena kusema kama tunaweza fika mahali tuchukuliwe kwa uzito, kwa sababu inafika mahali unakosa nguvu kwa sababu unachukuliwa ni kama si kitu serious, unaelewa? Jamii ichukulie kama ni kitu, kwa sababu kabla haya yote mlikuwa kitu kimoja, mkatengeneza mkiwa pamoja, mkakuwa na watoto, mkafika mahali imefika. Sasa hayuko, inakaa ni kama unatapakaa, ni kama hauko mahali, unachukuliwa kama single lady, kama unajua kukua mjane ni kitu tofauti sana na kuwa single, kwa sababu ni kitu haukutaka si uamuzi wako, si uamuzi wako. So tukichukuliwa kitu serious tuweze kusaidia, ndio ili mali yetu wasiweze, kwa sababu sio mimi peke yangu, tuko wingi, na unaona ni kitu inakuwa continuous, ni kama inaendelea tu kuwa. Tukiweza kufika mahali tunachukuliwa kwa uzito, tukikuwa pale tuko, mali yetu inashikiliwa kwa uzito, tunasaidiwa, kwa sababu unapata kuona wengine mpaka watoto walikuwa shule wanatoka shule, hawako shule, hawako mahali. Kwa hivyo hizi ni vitu very serious. Tukichukuliwa serious tuweze kusaidiwa, mali yetu tuweze kurudishiwa vizuri, watoto wale wakuwe bado wako shule wanaendelea kusoma, na hata wale wako mahali mimi niko wasife moyo. Wasife moyo. Na pia wewe tunakuambia usife moyo. Umesema hapo usife moyo. Maneno yako ya mwisho tu, Wakili Ibrahim. Maneno yangu ya mwisho ni kuwa tumeona umuhimu wa wasia, na kwa sababu kifo hakuna mtu anajua ni wakati gani kitakuja, usingoje. Hauna mkataba na Mwenyezi Mungu kuwa akuletee mauti wakati wa kufika umri fulani. Na wale ambao mnawadhulumu wale warithi baada ya wao kufa, muogopeni Mwenyezi Mungu. Mjue na nyinyi wale waliochuma hayo mali wamekwenda, wameacha. Na nyinyi pia mtakwenda, mtaacha, mtaenda mbele ya Mwenyezi Mungu. Muogopeni Mwenyezi Mungu. Ningependa kusema kwamba hakikisha kwamba ongoji umri fulani ndio uandike. Ndio tumesema ikiwa uko 18 and above, chochote kile ambacho uko nacho, mali inavyoongezeka unazidi ukibadilisha ile wasia wako. Ikiwa utaoa baadaye utabadilisha, uweke mke, uweke watoto, hivyo hivyo. Unaenda ukibadilisha. Hakikisha kwamba ina conform na legal requirements. Ikiwa uelewi legal requirements, uliza wakili atakueleza. Jiandikie mwenyewe, lakini jua what to do. So wakati umeondoka isije kakuwa invalidated kwa maana haikusainiwa ama ikuwekwa thumbprint na mwenda zake. So ni vizuri we conform ourselves to the legal requirements. Na asanteni nyote kwa kufika hapa na kuzungumzia swala hili ambalo bila shaka linaathiri kila mmoja wetu. Na nimependa jinsi ulivyosema Wakili Ibrahim, umuogope Mwenyezi Mungu kama unamdhulumu mtu mwingine, kama unamnyang'anya mali yake, na pia andika wasia wako.